Vikipikwa, vikapikika, sina budi kuweza kuwapakulia na karibu niweze kuwapakulia habari kuhusiana na biography ya mwanadada mmoja mwigizaji ambaye anaigiza kwenye telenovela ya Ayana anayefahamika kama Nura Yusuf, na pale kwenye Ayana anaigiza kama Nura. Kumbuka kwamba Ayana ni kipindi ambacho kinapeperushwa kwenye runinga ya kitaifa ya Citizen TV na kinapeperushwa siku ya Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi na Ijumaa kuanzia saa 1:30 usiku hadi hapo saa 2 usiku. Na basi nimeweza tu kutafuta makala kuhusiana na biography yake ili niweze kukueleza, ili uweze kujua mengi zaidi kuhusiana na muigizaji huyu. Wengi wa watazamaji wamekuwa wakiuliza maswali hapa na pale kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na kule ambako ameweza kuzaliwa Nura Yusuf, kule ambako ameweza kulelewa, kule ambako ameweza kusomea, na iwapo ameweza kuzama kwenye uhusiano wa kimapenzi ama ameweza kuoleka ama yuko na watoto iwapo ameoleka. Ni baadhi tu ya mambo ambayo watu wamekuwa wakiuliza hapa na pale, na basi ikawa ni jukumu langu kuweza kuchanganua hapa na pale, kuweza kupapasa hapa na pale kupata habari hizo ili niweze kuwajibu, ili niweze kuelezea. Manake mimi naamini kwamba mimi ni suluhu katika kila shida ama kwenye problem zote ambazo watu wanazo, basi mimi napenda kuweza kuleta solution, na ndiposa nikaweza kufanya makala haya kuweza kutatua shida ambayo watu wamekuwa wakikumbana nayo, kutaka kuweza kujua mengi kuhusiana na mwanadada wetu ambaye anafahamika kama Nura Yusuf na anaigiza kama Nura pale kwenye kipindi cha Ayana. Na basi wacha niweze kuzungumzia kule ambako ameweza kuzaliwa na background yake kuhusiana na kule ambako ameweza kutoka. Tunaona kwamba according na Tuko utapata kwamba Nura ni mkazi wa kule Mombasani, eneo la Pwani, na huko ndiko ambako ameweza kuzaliwa, huko ndiko ambako ameweza kulelewa, na basi ina maana kwamba huenda hata masomo yake pale kwenye kiwango cha chekechea, labda shule ya msingi na hata labda kwenye shule ya upili, basi ameweza kusomea eneo hilo. Na kwa nini naweza kusema hivi? Utapata kwamba masuala kuhusiana na elimu yake ameweza kuyaweka faragani ama kwa lugha ya kimombo private, na ndiposa najaribu tu kusema kwamba huenda ameweza kusomea huko kwa sababu kulingana na Tuko wanasema kwamba yeye ni mkazi wa Mombasa na basi ameishi Mombasa sana. Na tunaona kwamba profession yake Nura Yusuf tunaona kwamba imeweza kuchanganuliwa kama digital creator, haswa pale kwenye mitandao ya kijamii. Unapoangalia pale kwenye Instagram account yake utapata kwamba handle yake anafahamika kama @I_am_nu. Hiyo ndio handle yake pale kwenye Instagram, na utapata pale kwenye Facebook, mtandao wa kijamii wa Facebook, unaona kwamba anakuwa described pia kama digital creator. Kwa hivyo ni mtu ambaye anahusika sana na masuala na content, haswa pale kwenye mitandao ya kijamii. Na basi tunapomzungumzia mwanadada huyu nimwambia kwamba yeye amezaliwa kule eneo la Pwani, Mombasani, na huko basi ndio ameweza pia kulelewa. Na tunapozungumzia career yake ya uigizaji utapata kwamba hajaweza kubobea sana kama hao waigizaji ambao tunawafahamu, hao waigizaji ambao tunawatambua, na ndiposa utapata kwamba hana mambo mengi sana ama wengi wa watazamaji hawamjui, na ndiposa wengi wao wamekuwa wakiuliza maswali kuhusiana na mwanadada huyu wakitaka kuweza kumjua. Kwa hivyo hajaigiza sana kwenye vipindi vikubwa ama vipindi ambavyo vinawekwa sana kwenye limelight, na hii ina maana kwamba yeye kuigiza kwenye telenovela ya Ayana, basi hiyo inakuwa ni kama ni nafasi kubwa sana ambayo ameweza kukumbana nayo, ambako anaweza kuonekana kwenye show kubwa ambazo zinapeperushwa kwenye mpaka televisheni ambazo ni za kitaifa kama vile Citizen TV. Kwa hivyo ina maana kwamba roli yake kwa sasa na kuigiza kwenye Ayana ndio prominent
prominent acting role ambayo ameweza kupata kulingana na breakdown yake ya kule ambako ameweza kuigiza. Na pia tunapozungumzia public recognition yake, utapata kwamba kuna tu zile baadhi ya post ambazo Jiffy Pictures wamekuwa wakipost, wanaweza kumcelebrate huyu Nura Yusuf kutokana na kile ambacho anaweza kukifanya pale kwenye Ayana. Na labda kuna mtu anajiuliza maswali, kwa nini nikaweza kuzungumzia Jiffy Pictures, ama kwa nini Jiffy Pictures wakaweza kumcelebrate, na kwa nini pia wamekuwa wakipost kadha wa kadha kumhusu Nura Yusuf. Jiffy Pictures utapata kwamba ni kampuni ambayo ndio imekuwa ikituandalia filamu hizi ambazo zimekuwa zikipeperushwa pale kwenye runinga ya Citizen TV, na wao ndio wamekuwa wakikuwa in charge ya production zote. Napozungumzia production ni ile hali ya kuweza kurekodi video zile, nakala zile zote na kuweza kuedit kila kitu, ndiposa sisi tuweze kuzitazama pale kwenye runinga ya kitaifa ya Citizen TV. Na Jiffy Pictures utapata kwamba wamekuwa pia kwa karibu sana na Rashid Abdalla pamoja na Lulu Hassan, na baadhi tu ya vipindi ambavyo Jiffy Pictures wameweza kuvifanya pale kwenye runinga ya kitaifa ya Citizen TV ni pamoja na kipindi cha Maria, kipindi cha Zora, kipindi cha Becky, kipindi cha Neema, na kwa sasa wameweza kutuandalia kipindi cha Ayana ambacho ndio kinapeperushwa kwa sasa. Na pia kuna zile gaps na so many unknowns ambazo watu hawajaweza kujua kuhusiana na Nura Yusuf, na pia mwenyewe ameweza kuweka mambo haya private. Baadhi tu ya zile gaps unknowns kumhusu mwanadada huyu ni pamoja na kule ambako ameweza kusomea, na pia maisha yake ya utotoni. Pia ni baadhi tu ya vitu ambavyo ameweza kuviweka private sana, na utapata kwamba hata ukitazama pale kwenye mitandao ya kijamii publicly utapata kwamba hauwezi kuvipata. Na pia hajaweza kufanyiwa interviews hajafanywa interviews zile ambazo ameweza kuzungumzia kila kitu kumhusu yeye mwenyewe, lakini tunafahamu kwamba labda kutokana na kipindi hiki cha Ayana basi ndiposa wengi tumeanza kumjua, basi ataweza kuhusishwa kwenye interviews kadha wa kadha, na basi tutaweza kupata mambo mengi sana kuweza kumhusu. Na najua kuna wale tu ambao wanataka kujua iwapo pia yuko kwenye uhusiano wa kimapenzi, na kama yuko basi yuko kwenye uhusiano wa kimapenzi na nani, na ni nini ambacho kinaweza kuendelea. Utapata kwamba hapa pia ameweza kucheza chini kabisa na hajaweza kuweka wazi kabisa, lakini kwa sababu mimi napenda kufuatilia habari na kutafuta habari kuhusu watu kama hawa, basi nitakuhakikishia kwamba nitaweza kutafuta habari, na iwapo nitapata kuhusiana na uhusiano wake wa kimapenzi, basi nitaweza kukuletea udaku huo ili tuweze kudakua pamoja na tuweze kujua kipenzi chake cha maisha ni nani, ama kama yuko single, ndio wale ambao pia tuko single tuko sokoni, tuweze kujua kile ambacho tunaweza kukifanya. Ni baadhi tu ya vitu ambavyo watu wengi sana hupenda kutaka kujua, na pia wengine hupenda kutaka kujua ili waweze kujua wataweza kutangamana na watu kama hawa kwa njia ipi, ama labda pale kwenye mitandao ya kijamii. Na kwa hivyo ni hayo tu kwa sasa, na kuomba tena mara nyingine hakikisha kwamba unaweza kusubscribe na pia una ring kengele turn on notification, ili ndiposa ninapopata habari zaidi unakuwa wa kwanza kuweza kuzipata. Nafahamika kama Director Dasi 254. Shukran.